wakati tulionao huu ni wakati wa nyakati za mwisho. Ni nyakati za hatari. Biblia inaongelea, inasema kwamba katika nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu, kuliko kuwajali ndugu zao. Na haya yote ambayo Biblia imeandika tayari tumekwisha kuanza kuyaona yanatokea. Yesu akasema mmoja kati ya dalili zitakazoonekana katika nyakati za mwisho, asema kutakuwa kuna vita. Ufalme utatoka kupigana na falme, kabila itapigana na kabila. Na haya yote tayari tumeshaanza kuyaona yanatokea. Asema uchafu ule wa Sodoma na Gomora utakuwa kwa wingi na kwa kasi ajabu. Na ndivyo sasa ambavyo tunavyoona kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Watu walilawitiana. Kulikuwa kuna ndoa za jinsia moja. Usagaji usiokuwa kawaida ulikuwa unaendelea. Na ndivyo ilivyo katika dunia hii ya sasa. Wingi wa mashoga ambao ulikuwepo katika Sodoma na Gomora ndio uliopo sasa katika huu ulimwengu. Manake hii yote ni kutufafanulia, ni kutuonyesha kwamba dalili hizi zote, kwamba ule mwisho ambao Yesu Kristo aliutaja tayari umekwisha kukaribia. Tayari umekwisha kukaribia. Na mpaka sasa karibuni dalili zote ambazo Yesu Kristo alizitaja, zilizoelezewa katika maandiko matakatifu, tayari asilimia kubwa yamekwisha kutukia. Kwa habari ya kukauka mto Frati, mto ambao unatajwa ulikuwa ni mto mkubwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo unaona wanaeleza habari ya mto Frati. Ni mto ambao ulikuwa ukitiririsha maji kutoka katika bustani Edeni. Tayari ule mto umekwisha kukauka. Na hii ilikuwa ni dalili ya kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo kinatajwa kwamba malaika yule wa 6 alipopuliza, alipokimwaga kile kitasa chake, na ndipo mto Frati ukakauka. Kwa hiyo tunasubiri malaika wa 7, ambapo Biblia inasema kwamba malaika wa 7 alipokimwaga kile kitasa chake, ikasikika sauti ikisema imekwisha, na sasa imekwisha kuwa. Inamaanisha nini? Maana yule malaika wa 7 atakapokimwaga kile kitasa chake juu ya nchi, manake lile tarumbeta litapulizwa kwa ajili ya unyakuo au ujio wa Yesu Kristo. Na ile tarumbeta itakapopulizwa, watakaolisikia ile parapanda, watakaoisikia ni wale watakatifu tu ambao walilinda maisha yao, walijitenga mbali na dhambi katika dunia hii iliyojaa uchafu na nasa kila namna. Wakasema sisi hatutajichafua, tutajiweka kuwa najis. Wale ndio watakaoisikia ile parapanda ikilia. Wale ndio watakaomuona Yesu Kristo, watakaenda kumlaki Yesu Kristo pale mbinguni. Ni kweli tunahitaji kutafuta, lakini utafutaji usikutenge mbali na Yesu wako. Ni kweli tuna haja za mioyo yetu, lakini haja ya moyo wako isikutenge mbali na Yesu wako. Ni kweli tuna mahitaji ya kimwili, lakini mahitaji ya kimwili yasiwe ni sababu ya kukutenga wewe na Mungu wako. Tuangalie kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 14 mstari ule wa 25 mpaka mstari ule wa 30. Mathayo sura ya 14 mstari wa 25 mpaka mstari ule wa 30. Biblia inasema, hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakasema, ni kivuli
wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Bwana, niokoe. Petro alipomwona Yesu anatembea juu ya maji, akamwambia, Bwana, niruhusu nikufuate hapo ulipo. Niruhusu nije kwako nikitembea juu ya maji. Wengi wetu tuliposikia habari za Yesu Kristo, ya kwamba Bwana ni mwokozi wa maisha yetu, tulitamani na kuweka nia ndani ya mioyo yetu. Tukasema, Bwana, tunakusihi uturehemu. Maana tunatamani kuja mahali ulipo. Tunatamani tukaonane na wewe kule mbinguni. Tunatamani tukakulaki mawinguni siku utakapokuja. Bwana, tusaidie. Bwana, niwezeshe. Ukasema, ninajitenga mbali na dhambi, ninaikataa dunia na mambo yake yote, nakataa kila tamaa ya ulimwengu huu. Natamani sasa nikutane na Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wangu. Anipe tumaini jipya, anipe maisha mapya, anipe msaada mpya, anipe nuru mpya ya kutembea katika hii dunia iliyojaa dhambi, iliyojaa anasa, iliyojaa uchafu wa kila namna. Wengi wakati ule tukalipa gharama. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavipenda tukaviacha. Tukasema, potelea mbali. Ni bora nipoteze hiki nilichokuwa nakipenda, lakini kwa ajili ya Yesu Kristo. Ni bora ndugu wanichukie, lakini kwa ajili ya Yesu Kristo. Wengi wakakaa na imani za wazazi wao ambazo walizaliwa nazo, wakasema, sasa ninahitaji kumpokea Yesu Kristo. Wengi wakakaa na imani ya ukoo wao, wakasema, namhitaji Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa sababu ninajua nikiwa na Yesu Kristo sitaona tena mauti, bali ndani yangu nitakuwa na uzima wa milele. Na hata nikifa leo, ninaamini ya kwamba ninaingia mbinguni, na Yesu alipokaa ndipo nami nitakapokuwako. Petro akamwambia Yesu, natamani nije kwako, niruhusu nitembee juu ya haya maji. Yesu akamwambia Petro, njoo, nimekuruhusu tembea juu ya haya maji. Yesu akakwambia, mwanangu, nimekuruhusu, njoo tembea katikati ya mambo haya ya dunia yaliyopo. Pita katikati ya tamaa, pita katikati ya uasherati, pita katikati ya uzinzi, pita katikati ya uongo, pita katikati ya ulevi, pita katikati ya kila namna ya uchafu wa dunia hii, ili unifikie hapa nilipo. Ili unifikie hapa nilipo. Petro akaanza kutembea. Ukaanza kutembea katika hali ya utakatifu. Ukaanza kutembea ukimfuata Yesu. Ukaanza kutembea katika kuomba na kufunga. Ukaanza kutembea katika kusoma neno. Ukaanza kutembea kwa kutenga muda wako wewe na Mungu. Lakini je, Petro alipofika, alipouona upepo unakuja, Petro akaogopa, akaanza kuzama ndani ya yale maji. Ulipouona upepo, ukaanza kutazama, ukaacha kumtazama Yesu, ndipo ulipoanza kuzama kwenye maji. Ndipo ulipoanza kuzama kwenye mambo ya dunia. Ndipo ulipoanza kuzama. Ukaanza kupunguza muda wako wa maombi na Mungu. Ukaanza kupunguza muda wako wa kuomba. Ukaanza kupunguza muda wako wa kusoma neno. Wengine imefika mahali sasa hivi hawasomi neno. Wengine imefika mahali kufungua Biblia ni siku anaenda ibadani, ndipo atafungua Biblia, ndipo atalisoma neno la Mungu, ndipo atapiga magoti na kuomba. Unaweza kumuona kama ni mtu wa rohoni, lakini kumbe ndani tayari mauti ya kiroho imeshamfikia. Kumbe ndani tayari dunia imeshammeza. Kumbe tayari ndani yake ameshaanza kuzama katika huu ulimwengu. Ameshaanza kutafuta kwa spidi na kwa kasi kubwa vitu vya ulimwengu kuliko tena vitu vya kimungu. Tayari
ameshamsaliti mwana wa Adamu. Tayari ameshajitenga na Mungu wake, ameshajitenga na Yesu mwokozi wake. Sasa limebaki tu jina ya kwamba huyu ni Mkristo, tunasali naye. Bwana Yesu asifiwe. Namsalimia mpendwa, lakini ndani Yesu hayupo hai. Yesu tayari amekufa, kwa sababu ukishazama kwenye dunia, Yesu ndani mwako hayupo tena. Biblia inasema ya kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakupo ndani yake. Maana yake utakapoanza tu kuipenda dunia, dunia itakufanya ushindwe kumpenda Yesu Kristo. Maana yake kumpenda Mungu kunaanza kufa ndani yako. Kukaa na Yesu, kutenga muda wa kumsikiliza Mungu anasema nini, kusoma neno, kuomba, kufunga, tayari ndani mwako vinaanza kupotea. Na hii ni dalili ya kwamba kumpenda Kristo hakupo ndani yako. Jaribu kutafakari wakati ulipokuwa unaanza wokovu na sasa hali yako ya kiroho ipoje? Je, bado unasoma neno kama zamani? Je, bado unamtafuta Mungu kama zamani? Je, bado umemweka Bwana kuwa nafasi ya kwanza katikati ya maisha yako? Au kuna mtu ambaye umempa nafasi ya kwanza kuliko Mungu? Jaribu kutafakari mpendwa. Nani ambaye unaongea naye sana? Nani ambaye unawasiliana naye sana kuliko Mungu? Mungu nampa dakika 5. Halafu marafiki, wapenzi, wachumba tunawapa lisali 1.5. Tunaongea nao kwenye simu kwa dakika zetu, kwa gharama zetu, mpaka dakika zinakata. Lakini kwa Yesu unamwambia Mungu nilinde, Mungu nisaidie, dakika 5 umemaliza maombi. Mpendwa, ukianza kujiona upo katika hiyo hali, ujue tayari umekwisha kufa. Ukianza kujiona upo katika hiyo hali, ujue tayari Yesu hayupo ndani yako. Ukianza kujiona upo katika hiyo hali, ujue tayari upendo wa kwanza ulioanza nao sio huo. Tayari dunia imeshakumeza. Tayari umeanza kuzama. Tayari unashuka chini kwa sababu dunia inaanza kukutafuna. Kama upo katika hali hiyo na unalisikia hili neno la Mungu, mwambie Yesu nisaidie, kwa maana nimeanza kuzama. Nilianza vizuri, lakini nataka nimalize vibaya. Na Yesu angalia mwanzo wako ya kwamba ulianzaje. Yesu anaangalia mwisho wako ya kwamba umemalizaje. Kuanza sio shida. Mtu anaweza akaanza kukimbia akawa wa kwanza, lakini kwenye kumaliza akipitwa na mtu mwingine, huyo ndo tutakayemhesabu ndo mshindi. Maana unaweza ukaanza kwa spidi, unaweza ukaanza kwa nguvu kubwa, unaweza ukaanza ukiwa wa kwanza, lakini kwenye kumaliza, ukimaliza ukiwa wa mwisho, hautapata zawadi. Zawadi uliotakiwa kuipata ataipata mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu hujawa mshindi. Dunia imekukamata, dunia imekuelemea, dunia imekuwa mzigo mzito kwako. Spidi ya kiroho imepungua kwa sababu umebeba vitu vingi vya dunia, kwa sababu umebeba takataka nyingi za dunia. Umesahau kumbeba Yesu Kristo, ambaye atakayekupa maisha ya milele, ambaye atakayekupa uzima wa milele, ambaye atakayekufanya usione mauti. Napozungumzia mauti, nazungumzia kwa habari ya jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto ipo, na moto upo, umeandaliwa kwa ajili ya wale watakaoshindwa, kwa ajili ya wale watakaoipenda sana dunia kuliko kumpenda Mungu, kwa ajili ya wale watakaoipenda sana dhambi, uasherati, uzinzi, ulevi, tamaa, ushoga na dhambi nyingine nyingi ambazo zinatajwa kwenye maandiko. Wenye kiburi, walevi, wasengenyaji, hawa wote hawawezi kuona ufalme wa mbinguni. Waongo, hawa wote hawawezi kuona ufalme wa mbinguni. Wafitinishaji, hawa wote hawawezi kuona ufalme wa mbinguni. Biblia inasema hakuna kinyonge kitakachoingia katika ufalme wa Mungu. Kama tayari umeiruhusu kuwa mnyonge, maana yake hautauona ule ufalme wa Mungu. Saa ya marekebisho ni sasa. Saa ya kutengeneza na Mungu wako ni sasa. Saa ya kumrudia Yesu Kristo ni sasa. Mwambie Bwana, natamani nitengeneze maisha yangu. Natamani nitengeneze maisha yangu.
nasema na wewe habari njema za Yesu Kristo. Hii ni habari njema inayoleta wokovu. Hii ni habari njema itakayokuuisha. Hii ni habari njema itakayokurudisha kwa Yesu Kristo. Hii ni habari njema itakayokurudisha pale msalabani, upige magoti, umwambie Bwana, nilikusahau. Bwana, nilikuacha. Bwana, nalikukimbia, lakini sasa nimerudi tena. Nataka Bwana unisafishe. Nataka Bwana unioshe. Nataka Bwana unipe hatua mpya. Nataka Bwana unipe maisha mapya. Yale ambayo ulionipa wakati nilipokupokea, ndio hayo maisha ambayo ninayahitaji sasa. Ndio hayo maisha ambayo nataka niende nayo sasa. Ndio hayo maisha ambayo Bwana ninatamani yakajae ndani mwangu. Ufanye moyo wangu ukupende wewe. Ufanye moyo wangu upende maombi. Ufanye moyo wangu upende kusoma neno. Ufanye moyo wangu upende kufunga. Ufanye moyo wangu ukuwaze wewe kila wakati, kila saa, kila dakika. Nikuone wewe kama muujiza wangu. Nikuone wewe kama uzima wangu. Nikuone wewe kama kila kitu kwangu. Yesu, nipokee tena upya. Yesu, nimerudi kwako. Kama vile yule mwana mpotevu alipoondoka na kuchukua mali, akaenda akazitumia kwa anasa, lakini akakumbuka, kwa nini angaike katika nchi ya ugeni? Kwa nini niteseke katika dhambi? Kwa nini niteseke katika tamaa za dunia, kuitafuta dunia? Akasema hapana, lazima nirudi kwa Baba, nimwambie Baba, nimekosa, unisamehe na unirehemu. Na ndivyo na wewe sasa, chukua hatua hii. Mwambie Yesu, ninarudi kwako. Unisamehe, unirehemu, kwa sababu nimelisikia neno lako. Nimelisikia neno lako kizungumza na mimi, kwa sababu umeniona. Kwa sababu umenitazama na kunichunguza, umeuona moyo wangu, wa kwamba moyo umezama katika dunia. Kama Petro alivyosema, Bwana uniokoe kwa sababu ninazama. Nami nakuja mbele zako nikisema, Yesu, niokoe kwa sababu ninazama, kwa sababu ninaangamia, kwa sababu nikikaa katika hii hali, na leo kishuka kuchukua takatifu, mimi sitakulaki pale mawinguni. Mimi nitakuwa miongoni mwa watu watakaoachwa. Mimi nitakuwa miongoni mwa watu watakaobaki. Nisikilize mpendwa, unaweza kuwadanganya wachungaji wako, wazee wa kanisa na wapendwa wenzao kanisani, lakini huwezi kumdanganya Mungu. Utasema Bwana Yesu asifiwe kama mtakatifu, lakini Mungu akikutazama ndani yako anaona kumejaa dunia. Mungu akikutazama ndani yako anaona kumejaa dhambi. Mungu akikutazama ndani yako anakuona wewe ni mchafu, haufai mbele zake. Kwa nini? Kwa sababu dhambi inakutenganisha wewe na Mungu wako. Dunia inakutenganisha wewe na Mungu wako. Ni kweli hapo ulipo, baba yako hakuoni, mama yako hakuoni, lakini unasahau kwamba Mungu yeye hafichwi na lolote. Yeye aonaye sirini, anaichunguza mioyo. Ameyaona yote unayoyafanya. Ameyaona yote unayoyatenda. Ameyaona yote unayoyaficha. Lakini Mungu huwezi kumficha. Mungu anakutazama, anasikitika, anasema, huyu mwanangu sasa amepotea. Ni kondoo aliyepotea. Ni kondoo aliyetoweka. Sasa ninalituma neno ende likamrejeshe, neno la ukombozi, neno la habari njema ya kukurejesha tena mikononi mwa Bwana. Unapolisikia neno hili na unasikia rohoni mwako unaguswa, unasikia moyoni mwako Mungu akizungumza na wewe, unasikia moyoni mwako Mungu akikwambia kwa habari ya kurejea msalabani, mwambie Yesu, nimerudi. Yesu, nitakase. Yesu, nisafishe. Maana mimi ni mtu wa midomo michafu. Maana mimi ni mtu wa mikono michafu. Maana mimi ni mtu wa miguu michafu. Miguu yangu imekuwa ikitembea kwenda kwenye dhambi. Mikono yangu imekuwa ikishika dhambi. Mawazo yangu yamekuwa yakifikiria dhambi. Maana Bwana, nimekuwa mtu mchafu. Midomo yangu imenena mambo machafu. Yesu, nisamehe. Yesu, nisafishe. Yesu, nioshe. Yesu, nitakase kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Inisafishe, inyoshe, ili siku Bwana utakapokuja pale mawinguni, utakaporudi, niwe miongoni mwa watu watakaosikia parapanda ikipigwa. Niwe miongoni mwa watu watakaosikia parapanda ikipigwa na kuja kukulaki pale mawinguni. Na kuja kukulaki pale mawinguni. Nisaidia Yesu nisizame tena katika hii dunia na tamaa zake na mambo yake, kwa maana dunia na mambo yake yote yatapita. Leo nikifa, yale mambo yote ambayo nimeyatafuta katika hii dunia nitayaacha, kwa sababu sitaenda nayo.
ni mambo ya kupita, lakini nitakachoenda nacho ni ule wokovu nilioulinda. Paulo mtume anasema, Bwana Baba, wokovu nimeulinda. Anasema imani nimeilinda, vita nimevipiga vizuri, na mwendo nimeumaliza. Imani ameilinda, mwendo ameumaliza, vita amevipiga vizuri. Vita gani? Vita ya kushindana na dhambi, vita ya kushindana na dunia hii, vita ya kushindana na kila namna ya majaribu ambayo shetani alimletea Paulo. Mwambie Yesu, nataka nianze upya. Mwambie Yesu, nisaidie. Mwambie Yesu, niwezeshe. Kwa nguvu zangu siwezi tena kurejea katika ile hali ya kwanza. Kwa akili zangu siwezi kurejea tena katika ile hali ya kwanza. Lakini wewe Yesu upo ili kuweza kutusaidia. Wewe Yesu upo ili kuweza kutuwezesha. Maana kwa nguvu zangu siwezi sasa, kwa akili zangu siwezi sasa. Yesu, naomba nifanye tena upya kuwa mwanao. Nimekuja mbele zako, nahitaji unisamehe, nahitaji unitakase, nahitaji unisafishe. Hebu kama unasikia ndani yako ya kwamba unahitaji kurudia tena upya, kwa sababu umekuwa mbali na Mungu kwa kipindi kirefu, ukiyatazama mambo ya dunia, ukiyatafuta mambo ya dunia, ukiwa na shauku na mambo ya dunia, na unatamani siku ile Yesu atakapokuja wakati wowote, saa yoyote, kwa maana kuanzia sasa, dakika yoyote na saa yoyote, Yesu anaweza akaja. Yesu anaweza kaja tukamlaki mawinguni. Nimeongelea kwa habari ya malaika 7. Malaika wa 6 alipotupa kile kitasa chake, mto Frati ukakauka. Nasema malaika wa 6 alipotupa kile kitasa chake, ikasikia sauti ikisema, imekwisha, na sasa imekwisha kuwa. Kwa nini? Kwa sababu mwana wa Adamu tayari anakuja mawinguni, nasi tutamlaki. Inamaanisha nini? Tunachosubiri sasa ni kwa habari ya malaika mmoja aliyebaki, ili aweze kutupa kile kitasa, na kisha tutasikia parapanda ikipulizwa. Watakatifu peke yake ndio watakaosikia ile parapanda ikipulizwa. Watu watanyakuliwa. Biblia inasema 2 watakuwa kitembea, 2 watakuwa melala, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Mwingine atakuwa hospitalini anahudumiwa na daktari. Kama wewe ni mgonjwa, utashangaa daktari anatwaliwa, mgonjwa unaachwa. Wale wake watakao kutwa katika mimba, wakiwa kwenye vyumba vya operation, wamekwisha kukuchana, unashangaa madaktari wote wametwaliwa, wewe umewachwa na tumbo lako limebaki wazi. Utalia na kusaga meno, utalia na kuomboleza, lakini hakuna mtu atakayekusaidia. Kila mtu atakuwa analia na ya kwake, kila mtu ataomboleza kivyake. Hakuna mtu wa kumfariji mwenzake, hakuna mtu wa kumhurumia mwenzake. Na ndipo ile dhiki kuu ya dunia itaingia ulimwenguni. Mateso makali yataanza baada ya kutwaliwa kwa kanisa la Mungu, baada ya kutwaliwa kwa wale watakatifu. Watu watalia, watatamani wapate nafasi ya pili ya kutubu na kumrudia Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, lakini hiyo nafasi haitakuwepo tena. Hiyo nafasi haitakuwepo tena mpendwa. Hiyo nafasi haitakuwepo tena. Nafasi ni sasa. Nafasi ni sasa. Tubu, mwambie Yesu, nisafishe. Natamani nianze upya na wewe. Yasije akanikuta haya nikasema, Bwana, mbona mimi niliimba kanisani? Mbona mimi nilitoa sadaka? Mbona mimi nilikusifu? Mbona mimi nilicheza mbele zako? Mbona mimi niliombea watu? Mbona mimi nilifundisha Sunday school? Mbona mimi Bwana nilikutumikia? Mbona mimi Bwana nilitoa unabii kwa jina lako? Yesu atasema, sikujui wewe, sikujui, kwa sababu ulipenda sana dunia kuliko kunipenda mimi. Atasema sikujui. Washikeni hawa wakatupe katika ziwa la moto, kule ambako kuna kilio na kusaga meno. Mwambie Bwana, unirehemu. Nisije siku ile nikakutana na wazinzi na walevi, wakasema hata wewe mtumishi umekuja huku, hata wewe mtumishi kumbe ulikuwa mtenda dhambi kama sisi, hata wewe mtumishi. Utalia. Utasema, Bwana afadhali mimi unihurumie kwa sababu mimi nilikuwa nikiomba. Yesu atasema, hapana. Watendao dhambi wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. Kumbuka mpendwa, ziwa la moto halikuandaliwa kwa ajili yako, liliandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Lakini shetani anatafuta watu wa kwenda nao. Angalia, shetani asikupate, shetani asikumeze, shetani asikufanye uingie katika hukumu yake ambayo aliandikiwa yeye na malaika zake. Mwambie Yesu, nahitaji neema yako
Yesu nifanye tena kuwa upya. Yesu nisaidie. Yesu niwezeshe, maana mimi siwezi. Kama unasikia ndani yako kuguswa kuanza upya na Mungu, fuatisha maneno haya. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimetambua ya kwamba mimi nimerudi nyuma. Nimerudi nyuma kwa sababu ya kuipenda dunia, ya kutafuta mambo ya dunia, ya kutafuta anasa za dunia, ya kutafuta tamaa ya dunia. Bwana, nisaidie. Safisha moyo wangu, nisafishe mawazo yangu. Takasa mwili wangu Bwana kwa damu yako ya thamani. Unyoshe moyo wangu kwa damu yako. Yesu Kristo, nifanye kuwa mwanao. Nikuone wewe kama Bwana na Mwokozi wangu. Nisaidie Yesu, nitembee na wewe, niishi na wewe. Rejesha upya ule moyo wa ibada uliokufa, moyo wa kufunga uliokufa, moyo wa kusoma neno uliokufa. Bwana, nisaidie kwa mkono wako na kwa msaada wako, katika jina la Yesu, amen. Tushukuru Mungu kwa ajili ya hili neno. Baba, nakushukuru nikisema asante kwa ajili ya neno hili. Bwana, maana umetuchunguza, umetuona ya kwamba tunazama, ya kwamba tunajisahau. Yesu, kama kuleta neno hili ili kuweza kutufundisha. Asante Bwana kwa sababu tumeona ukuu wako na utukufu wako. Tazama Bwana, baada ya neno hili tupe tena watoto wako kuanza upya. Tupe watoto wako tena kuinuka pale tulipozama, tuanze upya kuinuka. Yesu, tusaidie. Yesu, tuwezeshe tukutazame wewe tunapotembea. Tusitazame upepo wa dunia, tusitazame tamaa za dunia, tusitazame dunia inafanya nini, fashion za dunia ambazo zitakazotutenga mbali na wewe, na kila mambo ya dunia yatakayotutenga mbali na wewe. Mungu, ukatusaidie tukayashinde. Tutenge mbali, tutenge mbali, tutenge mbali. Tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe sasa kushinda kila tamaa na namna ya dunia inayoenenda. Yesu, tuwezeshe kuishi maisha matakatifu na utaua katika hii dunia iliyochafuka, iliyojaa uchafu na nasa, ili Mungu wa mbinguni siku utakaposhuka nasi tukakulaki pale mawinguni tukaitwa watakatifu. Yesu kaseme, hawa ni wanangu wapendwa ninaopendezwa nao, kwa sababu alijikana na kukataa tamaa za dunia na kila namna ya dhambi kwa ajili yangu. Tukutane na wale watakatifu waliotangulia, tukutane na kina Petro na kina Paulo, wakaseme karibuni, karibuni nyumbani mwa Mungu, karibuni mbinguni. Tusifu na kukuabudu wewe Bwana kule mbinguni milele na milele. Naomba hayo machache ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na wote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.